Yes, jana nilikuja na taarifa kuhusiana na vikwazo vya Marekani, vikwazo vikubwa vya kifedha vya Marekani dhidi ya Iran. Tuliweza kuvijadili hapa, kwa hiyo tukaona namna gani ambavyo Iran waliweza kuwekewa vikwazo vigumu, mpaka nikasema kwamba hivi vikwazo binafsi naamini Iran hawataweza kuvisustain, japo leo nimeshuhudia kauli ya Rezai akizungumza kwamba ni vikwazo ambavyo vitafeli, lakini tukiangalia kwa ndani ni vikwazo ambavyo ni vigumu, na tumeanza kushuhudia baadhi ya nchi mbalimbali zikiweza kutoka nje na kuweza kulaumu hivi vikwazo, wakisema ni vikwazo vya upande mmoja. Mfano, leo nimeishuhudia China chini ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Jin amezungumza akisema sisi hatukubaliani na hivi vikwazo na ni vikwazo vya upande mmoja ambavyo havijahusishwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu ukiangalia Umoja wa Mataifa wana sheria za kuweka vikwazo, ikiwemo Baraza la Usalama ndio watapitisha. Kwa mfano, nchi kadhaa chini ya Umoja wa Mataifa viliweza kuwekewa vikwazo, mfano Iran wenyewe waliweza kuwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa, Kongo, Sudani Kusini, lakini pia bila kusahau Urusi. Wote hao waliweza kuwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo msemaji wa China leo ametoka hadharani akizungumza China inapinga hivyo vikwazo na tutaendelea kufanya biashara na Iran licha ya nyinyi Marekani kuzungumza. Kwa hiyo China ni kama hawahofi, na kwenye kauli yao Marekani wamesema kwamba nchi yoyote ambayo itaisaidia Iran kufanya miamala ya kimataifa ya kifedha, kupokea bidhaa za mafuta na kufanya transactions zingine, basi wao wameahidi kwamba na wao watakutana na adhabu kali kweli kweli. Kwa hiyo kwa kiufupi, China ni anapokea 80% ya mafuta ya Iran, kwa maana biashara ya mafuta ya Iran kwa asilimia kubwa wanafanya na China. Kwa hiyo China amesema sisi tutaendelea kufanya biashara. Hasa 80% ya mafuta ya Iran ni mapato mengi sana ambayo Iran watakuwa wanayapata. Kwa hiyo ikitokea kwamba China hawatakata uhusiano na Iran, moja kwa moja tunaamini kwamba hivi vikwazo vya Marekani vipya vitakuwa vimegonga mwamba. Lakini ukiachana na China, tumeishuhudia Qatar pia na wao wakisema kwamba hivi vikwazo ni vya upande mmoja. Sasa hivi naanza kuona sasa namna gani ambavyo mataifa mbalimbali wao wameibuka na kuweza kutoka na kuzungumza, japo zamani ilikuwa ni nadra sana. Namna ambavyo Iran amewekewa vikwazo, ni taifa la pili mpaka sasa hivi naona linazungumza kwamba ni vikwazo ambavyo ni vya upande mmoja, kwa hiyo sisi hatuhusiki navyo. Qatar wamezungumza, China pia na yeye amezungumza. Sasa binafsi naamini kwamba ni jambo ambalo Iran wakiendelea hivi au Marekani wakiendelea kuishinikiza Iran kwa kutumia vikwazo vya namna hii, basi Iran atakuwa hana chaguo lolote zaidi ya kurudi kwenye vita, kuhakikisha anampa pressure Marekani aweze kuondoa hivi vikwazo. Ni vikwazo vibaya sana. Kumbuka sasa hivi Iran imetengwa, haitaweza kupokea wala kutoa pesa zozote. Mwanzoni vikwazo vilikuwa vinafanya hivyo, lakini kuna nchi kama China, lakini kuna bidhaa ambazo zilikuwa zinapewa ruksa, kwa mfano madawa pamoja na bidhaa za kilimo zilikuwa zinapewa ruksa kuingia na kutoka Iran, lakini kwa sasa hivi Marekani ameenda kufunga hiyo minyororo yote hiyo. Kwa hiyo nchi ya kwanza ambayo inaathirika na hivi vikwazo ni China, na China na wao wametoka hadharani na kuzungumza kwamba sisi hatuwezi kukata uhusiano na Iran kwa sababu tu ya vikwazo vyenu. China ataendelea kufanya biashara na Iran. Je, Marekani ataiondoa China kwenye SWIFT? Kwa maana SWIFT ni muunganiko wa kibenki. Je, atautoa ni muunganiko wa kibenki wa dunia, kwa maana ya ile SWIFT ni ile jamii ya benki zote za duniani ambazo zinaweza kufanya miamala ya kimataifa. Na kama tulivyozungumza jana kwamba dola ndio pesa au ndio shilingi au tuseme ndo sarafu ya dunia, na benki zote au miamala yote ya kimataifa inafanywa kupitia dola. Ni miamala michache tu, zaidi ya 60% miamala tunayoifahamu inafanyika kwa dola, lakini pia hata mafuta mauzo yake kwa asilimia kubwa inafanyika kwa dola, na benki ambazo zinafanya miamala zinatoka Marekani kama Citibank na benki zingine. Kwa binafsi nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba Marekani na China wataweza kukaa na kuweza kuzozana kisa hili la Irani. Binafsi Marekani anafanya hivi kwa sababu zake binafsi. Kumbuke vita vilivyoanza, nchi zingine hazikuhusishwa, Umoja wa Mataifa hakuhusishwa, wao walifanya tu kinyume na sheria, wakaenda wakaivamia Iran. Lakini sasa hivi katikati ya mgogoro tukaona Marekani wakawa naililia Umoja wa Asa Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje, alikuwa amelipeleka ile swala kwenye Umoja wa Mataifa. Watu wakawa wanamuuliza, ulivyoanza
ulianza kwa kujiamulia. Sasa hivi mambo yamekufika sehemu fulani, unatuletea kwenye Umoja wa Mataifa. Sasa hivi anaweka vikwazo ambavyo ni vikali mno, vinaenda kuathiri baadhi ya nchi. Kwa mfano China, tumeona jana, sio tu baada ya ile tangazo nilizungumza kwamba pesa ya Iran ilikuwa imepanda kwa zaidi ya milioni 2 kwa zaidi ya milioni 2 kwa dola moja, lakini sasa hivi pesa pia ya Israel shekel pia imepanda, imeshuka kidogo, kutoka ilikuwa ni kama dola moja kwa shekeli 2, sasa hivi imekuwa kama 2.9 na kuendelea. Kwa namna gani ambavyo vikwazo tu vya Marekani, baadhi ya kampuni, wafanyabiashara wametikisika, wamesema ni vikwazo vigumu ambavyo watu pia Qatar wanafanya biashara na Iran, binafsi naamini, na ndio maana tukiangalia waziri mkuu au waziri wa mambo ya nje wa Iran amezungumza hadharani kwamba ni vikwazo vya upande mmoja. Wanajua kwamba kukata biashara na Iran, Iran ni nchi kubwa, kuna makampuni ya kivuli ambayo yanasafirisha mafuta na bidhaa zingine, wanashirikiana UAE, hizo nchi zote licha ya kuwa na uhasama na Iran, lakini wafanyabiashara wengi wakubwa wa Iran wanatumia hizo nchi kwa ajili ya kuweza kuzinufaisha. Unaona UAE sasa hivi inakuwa ni nchi tajiri, nchi inajengwa, Dubai unaiona, Abu Dhabi unaiona, lakini Doha, Qatar ni nchi ambazo kwa kiasi kikubwa Iran ndio huwa wafanyabiashara wao wakubwa, kwa sababu nchi yao ina vikwazo. Wafanyabiashara wakubwa wa Iran wanakimbilia kwenye hizo nchi za majirani kufanya biashara. Kwa hiyo kukata uhusiano moja kwa moja itakuwa ni hasara kwao, kwa maana hizi nchi hazitaruhusu kupokea hata dawa au kupeleka hata dawa au kufanya hata miamala ya dawa kuingia Iran. Kwa hiyo ni nchi ambazo wametoka hadharani na kukemea. Lakini pia Marekani, China kama tulivyozungumza awali, binafsi naamini China kukata uhusiano moja kwa moja haitawezekana, kwa sababu refineries zake nyingi zinapokea mafuta kutoka Iran. Lakini nashangaa anazungumza hivi kwamba ni upande mmoja, lakini mwanzoni pesa nyingi ambazo za Iran zilizogandishwa, akiwa anafanya miamala kadhaa, pesa nyingi ziko China. China wanashikilia hela nyingi sana za Iran. Je, ni ile kwa sababu mwanzoni nimezungumza kwamba miamala mingi au tuseme vikwazo vingi vya kiuchumi vya Iran ambavyo vinaikumba kwa sasa hivi, kwa asilimia kubwa Umoja wa Mataifa nao walikuwa wamepitisha. Kwa hiyo pesa ambazo zinashikiliwa na China ni pesa ambazo zinafanya kazi chini ya vikwazo ambavyo Umoja wa Mataifa umeweza kuvipitisha hapo awali. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zinatoka, na baadhi hizi ni nchi mbili. Nitazidi kuangalia, je, nchi gani nyingine inaweza katoka. Urusi atazungumza na nchi gani, kwa sababu Marekani wameweka wazi nchi yote itakayoshirikiana na Iran kwa sasa hivi wao nao watakutana na adhabu kali, na wao wataondolewa kwenye ile mifumo ya Swift, lakini pia hata kushikiliwa baadhi ya mali zao ambazo zipo kwenye nchi mbalimbali kwa ajili ya kufanya miamala ya kimataifa.